Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amethibitisha utayarifu wa Urusi kupatanisha mazungumzo kati ya Iran na Israel katika mazungumzo ya simu na Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ikulu ya Kremlin ilisema Rais Putin amethibitisha kwamba Urusi itatoa usaidizi wa upatanishi katika kukuza mazungumzo kati ya wahusika katika mzozo na kufahamisha juu ya mawasiliano na viongozi kadhaa wa kigeni katika suala hili, ilisema taarifa iliyotolewa kupitia shirika la habari la TASS miongoni mwa mashirika ya habari ya kiserikali. Hata hivyo, Urusi ambayo ni mshirika wa Iran imesema ipo wazi na itakuwa tayari kwa ajili ya kuwa msuluhishi wa vita hivi. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliwahi kueleza kwamba vita kati ya Iran na Israel huenda itatokea, na ndicho ambacho kimetokea. Hii ilikuwa ni mwaka uliopita wakati akizungumzia namna ya kutatua mgogoro katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Ni wakati ambapo Israel ilikuwa ikipambana na kundi la wapiganaji la Hamas pamoja na Hizbullah. Lakini wakati huo huo, Rais wa Urusi akisema kwamba vita hivyo vingeweza kutatuliwa kupitia maeneo manne, kwa maana mataifa manne, ikiwa ni pamoja na Urusi, lakini pia mataifa kama vile Marekani pamoja na Iran, lakini pia na Israel, lakini pia na mamlaka ya Palestina. Hata hivyo, hili halikuchukuliwa maanani, na sasa ndio vita imetokea kati ya Iran pamoja na Israel. Israel, moja kati ya sababu ambayo imesababisha kupambana na Iran ni kile ambacho imedai kwamba Iran imetoa makombora kwa makundi ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na Hizbullah, lakini pia na kundi la Wahuth ambalo mara kadhaa limekuwa likifanya mashambulizi dhidi ya taifa hilo la Israel. Lakini pia kutokana na kile ambacho Iran iliamini kwamba mashambulizi yanayofanywa na Israel kwa watu wa ukanda wa Gaza ni ukatili uliopindukia, na ndio sababu ya Iran kufanya mashambulizi mnamo Oktoba mosi mwaka 2024 mwaka uliopita. Lakini pia Israel ilikuwa na hofu juu ya makombora ya nyuklia ya Iran, na hili pia nalo ndilo kubwa moja kati ya sababu ambazo Israel iliamua kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Kadhalika, wakati huu ni wakati ambapo Iran ilikuwa katika mazungumzo na Marekani, lakini Marekani ya Donald Trump, kwa mujibu wa taarifa ambayo aliwahi kueleza rais huyo wa Marekani, kwamba amemzuia sana Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu asiruhusu majeshi yake kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran wakati wakiwa katika mazungumzo. Hata hivyo, mara ya mwisho rais wa Urusi Vladimir Putin alimweleza Donald Trump pamoja na maraisi, kwa maana rais wa Iran Masoud Pezeshkian, lakini pia na Waziri Mkuu wa Israel, kwamba Urusi ipo tayari kufanya kila liwezekanalo ili kuhakikisha mzozo huu wa nyuklia kati ya mataifa magharibi na Iran unatamatika. Na jambo moja ambalo alilisema rais huyo wa Urusi ni kwamba Urusi itasimamia mifumo ya urutubishaji wa uranium wa taifa hilo la Kiajemi. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imelaani ilichokiita mashambulizi ya kijeshi yaliyochochewa dhidi ya nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa kwa maana ya Iran. Kremlin, ambayo ushirikiano wake na Iran ulianza miaka mingi iliyopita, imehimiza suluhisho la kidiplomasia kwa mgogoro huo kutokana na taarifa iliyotolewa na Rais Putin. Tangu uhasama uanze siku ya Ijumaa, zaidi ya watu 220 wameuawa katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran, huku watu 24 wakiuawa katika mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel. Iran na Urusi zote mbili zinashirikiana na rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad, ambaye alikuwa ni moja kati ya maadui wa Israel, na imeingilia kati kwa niaba yake katika vita vya Syria hadi kushindwa kwake mwishoni mwa mwaka uliopita. Iran ilipatia Urusi ndege zisizokuwa na rubani za Shahedi kamikaze ili zitumike kulenga shabaha za Ukraine. Na mwaka uliopita kulikuwa na ripoti kwamba Urusi ilipokea mamia ya makombora ya ballistic ya Fatah-360 kutoka nchini Iran, ambayo yanajulikana kuwa ni makombora ambayo yanatumwa kwa usahihi katika masafa mafupi na hata yale ya masafa marefu. Hata hivyo, inaelezwa kwamba ikiwa vita hivi vitaendelea, Urusi huenda ikatuma makombora yake pamoja na ndege zake za kivita za S-35. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.